Mnajua wanafanyaje? Nyumba inajengwa, nyumba ya kawaida slope, inawekewa dari kama hii, ni ceiling board. Sasa ile ni ya tope, alafu wametoboa hapo, wamepanga magunia huko ndani huko, alafu huko wameziba na tope. Sasa sijajua kamishna, mlijuaje? Mimi nimeona wakiwa wanayachomoa hayo anayosema magunia 100 hayakuwa yameanikwa hapo, yalikuwa yamewekwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo maana yake intelijensia yako uliyoitumia kikweli ni ya hali ya juu, na tukupongeze sana. Lakini pia nichukue nafasi hii sasa, haya mambo hatuwezi kuyaacha, na kama ulivyosema, wahalifu wote, ni nadra sana usikute mhalifu anavuta bangi, na aidha inawapelekea huko au lazima avute ili afanye kazi ya uhalifu. Kwa sababu ujambazi tunaopambana nao hapa RPC mnafanya kazi nzuri na kamati kwa ujumla, lakini majority vijana wale ni wavuta bangi. Naamini hata hawa jana ambao tumekamata hawa matapeli wote lazima wanavuta bangi. Kwa hiyo tutakuwa bega kwa bega pale tutakapohitaji msaada wa mamlaka yako. Basi naamini kwa namna ulivyo wewe utakuwa haraka kutoa msaada huo, na sisi tutaweka mguu chini kuhakikisha mapori haya tunayalinda ipasavyo. Tunapotoka kwenda kukamata bangi, tunasikia madawa ya kulevya na mengine mengi, tunaenda Nyahua, tunaenda Igombe. Kwa TFS hamuhitaji kukaa ofisini hapa. Kawekeni nyinyi makamanda, ni askari, mmeenda mafunzo ya kutosha. Kawekeni kempu huko. Hatusikute tena kwamba tuje tukute kamishna anatoka Dar es Salaam au Dodoma kuja kuingia porini kupambana na wahalifu walima bangi. Kwa naomba na sisi kamishna, mimi kuahidi kwa maeneo hayo ambayo pinpoint, na sisi tutaweka mguu chini kuhakikisha hata kama ikija kupatikana basi sio maeneo hayo tena. Asante sana, mimi nikushukuru sana. Kanda hii imeanza kuonyesha mafanikio baada ya kuanza kubaini sasa dawa za kulevya zinazolimwa katikati ya pori za taifa zilizopo katika mkoa wa Tabora. Tulipofika katika yale mapori, tulikuta watu wamejenga katikati ya yale mapori. Unakuta nyumba ipo hapo, ana shamba lake la bangi. Amejenga nyumba pale, ana shamba lake la bangi, lakini uharibifu wa ukataji miti na ufugaji unaofanyika ndani ya hizo hifadhi ni jambo ambalo linatakiwa tuliweze kulifanyia kazi, na uongozi wa mkuu wa mkoa uendelee kulifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba uhalifu huu unaofanywa katikati ya mapori haya unaharibu mazingira yetu, lakini pia unazalisha dawa za kulevya ambazo zinaharibu pia afya za Watanzania wetu. Na sisi mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hatutakubali uhalifu huu uendelee. Baada ya kuanzisha hii kanda hapa katika mkoa wa Tabora, tutahakikisha tutafanya operation za mfululizo katika maeneo yote, na wale wote ambao wanalima katikati ya mapori hayo na kuzalisha dawa za kulevya ndani ya mapori na nje ya mapori, tutahakikisha kwamba tunachukua hatua za makusudi kuhakikisha kwamba tunadhibiti huo uhalifu unaofanyika. Kwa hiyo nitoe wito kwa wahalifu wote na wale wote wanaozalisha dawa za kulevya katika mkoa wa Tabora kwamba waache mara moja, kwamba sheria itachukua mkondo wake kuhakikisha kwamba tunachukua hatua za kisheria, tena hatua kali kabisa, kuhakikisha kwamba tunawakamata wote wanaohusika na uzalishaji huo wa dawa za kulevya katika mkoa wa Tabora, sambamba na nchi nzima. Tutafanya hizo operation kuhakikisha kwamba tunadhibiti uzalishaji wa dawa za kulevya hapa nchini, na dawa za kulevya zinazozalishwa zaidi hapa nchini ni mirungi pamoja na bangi, ndio zinazalishwa zaidi. Mirungi tumeweza kuidhibiti katika mkoa wa Kilimanjaro, wilaya Same, lakini baadhi ya mirungi inayoingia nchini tunaendelea kuidhibiti ili kuhakikisha kwamba hili zao linaloharibu afya za watu, linaloharibu ustawi wa Watanzania, linaloharibu uchumi wa nchi tunalidhibiti, kwa sababu bangi inasababisha uhalifu, bangi ni chanzo cha vurugu, bangi ni chanzo cha ukosefu wa amani pale ambapo inakithiri katika maeneo yale. Vijana wanaotumia bangi ndio hao wanaojihusisha na uhalifu wa aina mbalimbali ambao unadhibitiwa na jeshi la polisi. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana na jeshi la polisi, tutaendelea kushirikiana na TFS, lakini uongozi wa mkuu wa mkoa, ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti kwa pamoja uhalifu huo katika mkoa wa Tabora, hususan uzalishaji wa dawa za kulevya katika mkoa huu.